Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua kwa idhini yake Allah. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maajabu na muujiza wa mti huu unayefahamika kwa jina la mtamba kuzimu. Wale waganga wakuu magwiji wa Tanga wanaofahamu vizuri sana mti huu wa mtamba kuzimu, na mimi leo nakuletea elimu uweze kufahamu miujiza na maajabu ya mti wa mtamba kuzimu. Je, unafahamu maajabu ya mtamba kuzimu? Wewe unafahamu mti huu una kazi gani? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Unaona hapa, huu ni mti unayefahamika kwa jina la mtamba kuzimu. Katika maisha yetu tunayoishi sisi binadamu, sio kila unachokuwa unakifanya kinamfurahisha mtu mwingine. Hata kama unafanya jema, kuna baadhi ya watu wanatafsiri kwa ubaya. Hawalioni kama unatenda jema, wanaona kama wewe unajionyesha na unatenda baya. Hivyo watu wengi sana wamekuwa wakipitia uadui mkubwa sana katika kazi zao au kupitia kile wanachokifanya. Yeye anafanya kwa ajili ya maisha yake na familia yake, lakini mtu anaona huyu fulani mbona kama anatutambia. Sasa watu wabaya wanaanza kupita katika njia zao, wanafunga ufalume wako. Mara nyingi ili ufalume wako uanze kufungwa, wanaanza kufungwa mizimu yako ya ubabani kwako na mamani kwako isikufikie kwa ajili ya kukusaidia, na yanafungwa majini yako ambayo yapo na wewe yasije kukusaidia, kwa sababu kila mwanadamu anayezaliwa akiwa mwanaume anazaliwa na karini wa kijini, ambayo huyo karini ni pacha wake, ni kopi ya maisha yake yote anayoishi mwanadamu toka kuzaliwa mpaka kufa kwake. Mwanadamu anapokufa, roho yake inaenda katika maktaba ya barzak, inakaa kule. Sasa unashangaa fulani mbona amekufa lakini anaonekana pahala fulani hajafa bwana, amechukuliwa kiuchawi. Yule anayeonekana kwa sura ni karini wa yule pacha wake wa yule mtu ambaye aliyekufa. Yule karini anaanza kutanga huku na kule, sawa Kwa mwanadamu anapozaliwa, kwa mwanaume anakuwa na karini wa kijini, mwanamke anakuwa na karina wa kijini, na pia mwanadamu anakuwa na malaika, karini wa kimalaika na karina wa kimalaika. Mwanaume anakuwa na karina wa kimalaika ambaye ndo anachukua riziki kwa Mwenyezi Mungu na kukuletea wewe mwanadamu, na mwanamke anakuwa na karina wa kimalaika anayechukua riziki kwa Allah anakuletea wewe mwanadamu. Sasa unapokuwa umechafuliwa mwili wako, ina maana kwamba karini wako wa kijini anakuwa mbali na wewe na karini wako wa kimalaika anakuwa mbali na wewe. Kwa anapotoka na riziki kule ya kukuletea wewe, ile riziki inakuwa inashindwa kukufikia wewe, yule karini anakuwa mbali na wewe kwa sababu mwili wako ni mchafu. Kwa hiyo wanafungwa wale malaika wako, wanafungwa wale makarini wako, wanafungwa wale majini wako, wanafungwa wale mizimu yako. Mwisho wa siku unachukuliwa vimvuli vyako, mwisho wa siku ndipo unauawa, unaenda kugeuzwa kuwa msukule. Ina maana unapokuwa umefungwa, karini wako anakuwa hayuko karibu na wewe, ina maana ni rahisi wewe uadui kukufika, hata kuuawa, hata riziki kupitia dhiki, kupitia mikosi, kupitia mitihani inakuwa inakuandama wewe katika maisha yako. Sasa mti huu kazi yake ni kuvunja hayo maagano ambayo utakuwa umefanywa na watu wabaya, sawa Unachotakiwa kukifanya wakati wa jua kuchomoza, wakati wa jua kuzama, koga maji yako vizuri, chukua udhu kama ni Muislamu, fika katika mti huu, tia nia kwa Mwenyezi Mungu. Ya Rabbi, wewe chochote kinachoonekana katika mboni ya macho na kisichoonekana ulikiumba kwa sababu, na wewe ndio upo juu ya sababu. Na kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimi nina shida kadha wa kadha, mimi nina dhiki, kila ninalofanya halishikiki, kila mganga ninayemwendea hananishindwa, kila ninachokifanya, dua ninazofanya na maombi yanashindikana. Na kwamba Mwenyezi Mungu kupitia mti wako huu, kupitia majini wa mti huu, maruhani wa mti huu, mizimu ya mti huu, ya Rabbi,
wewe ndo uko juu yao. Naomba Mwenyezi Mungu nisaidie nikatatue changamoto zangu, nikafungua ufalme wangu. Mti huu unafungua ufalme, ndio maana unaitwa mtamba kuzimu. Sawa Unakuja unaufukua mti huu. Huu mti wa mtamba kuzimu una mzizi mmoja tu. Sawa Unauchukua ule mzizi kwa manuizo maalum kwa kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil. Unarudi mpaka nyumbani kwako, unachemsha, unakunywa. Sawa Ina maana tayari ukichemsha ukinywa, unaenda kuua ubaya wote ambao upo ndani ya mwili wako ulielishwa. Na kama ulikuwaga una viumbe, una majini, una mizimu ndani yako, kama ilikuwa haizungumzi, itazungumza. Mti huu unafungua mpaka uganga kwa yule mtu ambaye ana uganga wake lakini majini yake hayapandi. Ukitumia kunywa mzizi wa mti huu wa mtamba kuzimu, yale majini yatapanda na yatazungumza. Hata kama alikuwa hayazungumzi, hata mizimu itapanda na kuzungumza, na utavunja maagano yote ambayo ulifanya nini, ulifungwa, na utaona riziki zako zinafunguka. Na yale makarini yako, karini wako ambao walikuwa wanakosa kukufikia, karini wa kimalaika na wa kijini, utaona tu riziki zinafunguka na watakuwa karibu na wewe kwa ajili ya kukulinda. Kwa ukifanywa hasad, ukifanywa ubaya, ukifanywa sihiri za kibinadamu na za kijini, wale makarini wanakaa mbali. Lakini mti huu utakufanya uwe na uhusiano mzuri na makarini wako. Na pia kwa yule mtu ambaye amepata ajali, aidha amevimba mguu wake, au aidha amelogwa kichawi, mguu wake unavimba, au aidha mwili wake unavimba sehemu yoyote, mzizi wa mti huu wa mtamba kuzimu utaukwangua vizuri, utachanganya na mafuta aidha ya mzaituni, utatumia kuchua pale palipovimba. Siku 2 tu ule uvimbe, hata ulikuwa ni mkubwa kiasi gani, ule uvimbe utakuwa ni wenye kuisha. Haya ni maajabu na miujiza ya mti wa mtamba kuzimu. Mimi Daktari Musa sitaji nife nikiwa na elimu. Nahitaji elimu hii nigawane na wenzangu ili tuweze kujisaidia. Kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa leo mimi naomba uridhike na elimu hii ambayo nimekupatia, na pia naomba niishie hapa, japokuwa mti huu na mambo mengi sana 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 sana. Hii ni kinga pia ya vita ya kishetani na mapepo wachafu. Mzizi wake ukijichanja katika paji lako la uso, sawa wale mapepo wachafu watakuwa wanakukimbia na mizimu michafu itakuwa inakukimbia. Ina maana tayari wewe utakuwa unatembelewa na mizimu yenye kheri ya waganga wakuu waliokufa na waliopo hai, na majini wakuu waliokufa waliopo hai ya waganga wakuu walifanya tiba kisheria. Wale wenye haki watakuwa na wewe, sawa wale mamizimu machafu, sijui mapepo machafu, mavisoke, sijui majini maiti, macheketu, yatakuwa yanakuogopa, yanakimbia. Mti huu na mambo mengi sana, lakini kwa leo acha niishie hapa. Kama unavyoiona hapa, hii ni ofisi yangu Daktari Musa. Nina kila aina za dawa mbalimbali. Kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, dawa za kusafisha nyota na kupandisha nyota, na dawa za kuondosha nuksi ambazo zinakuandama katika maisha yako, na unahitaji pia kuwa mtu wa mafanikio, na pia nina kila aina za dawa za kutibu maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete za bahati, pete original zenye kuendana na ufalme wa nyota yako, au unahitaji pete za majini, pete zilizofanyiwa kafara za wanyama. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha? Je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho? Unahitaji kujifunza miti, kujifunza mimea mbalimbali kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na Daktari Musa? Usisite kubonyeza namba alama ya jumlisha 255 784 120 592,
Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.